Ayuha nasu ibadallah, maneno ni marefu lakini mimi siwachoshi, ila kinachotuumiza sana zaidi ya sana ni kuwa ndugu zetu watu wa tariqa na wengineo, hii jambo la kuweka sawa safu hili wao kabisa kana kwamba wamejiunga, kama vile alipo apita tu imam asema wekeni sawa safu, wekeni sawa safu, acha. La ajabu sasa sisi tunaposimama kuwafundisha watu haya na kueleza sawa, kwa kueleza watu wakae sawa katika hili, wanasimama makhatibu. Mimi siku moja nimewafunza watu hili jambo, akafikishiwa shekhi wa tariqa katika maeneo yetu, lakini simtaji, na msikiti huo simtaji, msikiti mkubwa, ni mtu ambaye watu wanarejea kwake. Bwana, kuna kijana anasema hivi na hivi na hivi, akasimama siku ya Ijumaa anawaambia watu, heti watu tunyoshe safu, tuweke safu. Pale tunapokuwa tumerukuu, mbona huko katikati kuna mwanya huko, shaitani sana pita. Kama wasema tuweke sawa safu, eti shaitani anapita kwa ajili ya kuweka sawa. Tunaporukuu au tunapokuwa tumesimama, huko katikati kuna mianya huko, shaitani sana pita huko. Anauambia umma siku ya Ijumaa, na ni shekhe mkubwa huyo. Ndio takuja kujua hao wenzetu hawasomi dini, hao kuna masomo yao wanayoyasoma, hajui alolisema hilo ni nani. Yani hajui kuwa mtume akasemea huku, kwa mtume hapa katikati hapajui, hajui masala ya wahi ya kuamini, yani neno kusema mimi ashhadu an la ilaha illa Allah au maana ya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayajui wala hajafundishwa. Maana ya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah maana yake ni kumsadikisha mtume fima akhbara, kwa kila alichokitolea habari akakisema wewe ukiamini. Asa mtume sallallahu akwambia mimi ninayaona mashaitani yanapenya katika miguu yenu msipoziba ile mianya. Mtu atakuwa kusema huko katikati vipi? Ndio utakuja kujua hawa wenzetu dini hawaisomi, na ndio maana tukukatazeni kusoma kwa watu hao. Someni dini yenu kwa watu wa sunna, watu wanaonusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa aqim as-salat.